Kwanza, katika Uislamu hakuna masala ya kusherehekea birthday. Sisi tuna siku zetu mbili ya sikukuu ambaye ni siku ya Idi kubwa na Idi ndogo, Idul Fitri wa Idul Adha. Kisha Mtume akasema vile vile siku ya Ijumaa ni siku ya Idi. Hizi zingine zote si katika sherehe zetu sisi, bali ni sherehe za wapagani. Wewe leo unakata keki, unasema happy birthday, unasherehekea siku ya kuzaliwa kwako. Unasherehekea kitu gani na umri wako unakatika hapa? Wewe ukiwa umebakisha miaka mitatu, imebakia miaka miwili, unasherehekea nini sasa? Wewe ulikuwa unafaa ulie, upige nduru hasa kwa mimi nakaribia kuondoka, lakini kwa sababu watu wanafanya, wewe pia unataka kufanya kama wao. Bali huulizi, ukawauliza mashehe, ukauliza baadhi ya watu ambao wanaojua, jamani, sheria ya dini nasemaje kuhusiana na masala haya. Hii mambo ya birthday ilianza katika nchi za Europe miaka za nyuma sana. Na ilianza vipi? Kwanza ilianza kwa kuwa ile msimu ya winter, msimu wa barafu. Unajua katika nchi za Europe, subhanallah, wakati wa barafu inakuwa ni msimu mbaya sana, watu wengi wanakufa na wengi walikuwa wanazikwa na hizi barafu katika manyumba yao, katika magari yao. Sasa ikiisha ile msimu wa barafu, ile snow, ile maji yote inayayuka wakati jua imeshaanza kutoka, inayayuka. Sasa unaona maiti ya watu sasa inavyojitokeza katika ile chini ya ile barafu, wakati mwingine maiti 30, maiti 50. Sasa wale watu ambao walikuwa wengi wao si Waislamu, wakiitakidi kwamba hawa hatuwezi kuwazika hivi hivi, na lao tutawazika tu hivi, maiti yao itakuja kutufata sisi baadaye. Sasa njia ya kuondoa hii nuksi na hii balaa ni kuzima mshumaa. Tuwashe mshumaa kulingana na idadi ya maiti ambaye wamekufa. Tuwashe kila mmoja wetu aje pale tuzime. Tukishazima basi tumezima nuksi hawa maiti. Sasa ulimwengu ulipostaarabika, wakaitoa hii katika kuweza kuomboleza na kuondoa balaa na shida ambayo italetwa na wale maiti, wakaileta hii sherehe wakati mtu anapozaliwa. Ndio sasa inakatwa keki pale, inawekwa mshumaa kulingana na umri alionaye, mpaka watu wazima. Unashangaa ndugu zangu, eti anasherehekea birthday. Birthday kitu gani hii? Umefahamu? Kwa hivyo hakuna hizi sherehe kama mtu leo kusherehekea anamwambia mwenzie happy new year. Happy new year. Jamaa wanauliza kwa Kiingereza, what is so happy in the new year? Na umri wako unakatika na yangu hapa. Unajua hawa jamaa ikifika tarehe 31 Disemba saa 6 ya usiku kuamkia tarehe 1 Januari mwaka mpya, wanasherehekea kwa vifijo na nderemo, wanajimwagia pombe na fujo, wakisema kwamba tumevuka. Unajua maana ya kuvuka ni nini ndugu zangu? Maana yake amevuka mauti. Mauti ameiacha kwenye mgongo wake. Na ndo leo takwimu inaonyesha hakuna mwezi ambaye ina ajali nyingi kama mwezi wa Januari. Huyo aliovuka sasa hivi hayuko tena. Sasa wakifanya wao, sivyo tutaka kufanya kama wao. Ndo pale Mtume akasema, la tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bishibrin wa dhira'an bidhira'in hatta law dakhalu fi juhri dhabbin la dakhaltumuh qila alyahudi wan nasara qala faman. Mtume anasema mtazifata nyenendo, njia za wale waliokuwa kabla yenu, madogo kwa madogo na makubwa kwa makubwa. Hata wakiingia kwenye shimo anakoishi burukenge, nyinyi Waislamu pia mtaingia hapo. Maswahaba wanamuuliza Mtume, ni kina nani hawa? Mayahudi na Wakristo? Anasema nani tena mwingine? Kile wanachofanya hawa jambo ndio tunaona kwamba ni maendeleo. Kumbe maendeleo yote iko ndani ya Uislamu. Yote wameiga Uislamu na iko ndani ya Uislamu. Hii yao inapita njia tuna haina maana yote, wao pia wameshaanza kuchoka, wanaziacha. Tena angalia hatari ya hii hadithi. Mtume anasema hata lau wataingia kwenye shimo anakoishi burukenge. Kwa nini Mtume hakutaja hata wakiingia kwenye shimo anakoishi nyoka ama anakoishi nge, scorpion, au anakoishi panya au baadhi ya wadudu hatari? Mbona amechaja huyu burukenge huyu? Wanazuoni wanaingia kati kuitafsiri hadithi, wanasema hakuna mnyama ambaye leo anaishi katika mazingira ya giza na hatari na uchafu kama burukenge. Anaishi kwenye pango kule ndani, huko ndani kula kila aina ya uchafu, mifupa, nyama, nini.
kila aina ya uchafu iko ndani mle. Alafu giza ya ajabu. Na ya tatu, kuna wanyama wengine pia wanaishi mle mle ndani, wamechimba mashimo yao. Nyoka yuko huko ndani, panya yuko, nge yupo, wanategeana tu. Akiona huyu yupo ametoka, ndio yeye anatoka. Akirudi akimwona jamaa yuko ndani, anatulia kwanza mpaka atoke, ndio yeye anaingia. Maana yake Mtume anajaribu kutuambia hata lau hao watu wataingia katika sehemu hatari, ni pia mtaingia tu. Na hii ndio hali ilivyofika. Kwa hivyo ndugu zangu, msifanye baadhi ya mambo kwa sababu watu wanafanya. Hii ndio matatizo ambayo tuko nayo sisi, hasa wanawake. Madamu mtoto wa fulani alifanywa birthday, mimi pia nitamfanyia yangu kubwa zaidi. Haimsaidii huyu mtoto wala wewe mzazi unayefanya hapa duniani wala kesho akhira. Haina usaidizi wote. Hizi pesa bora ungetoa sadaka, umuombe dua huyu mtoto. Umri wake unakatika, siku zake zinaondoka.